Kisha akasema hawa maulama wanaohalalisha taswir hawaombi dalili, kwa sababu wao wako kwenye asli, kwa sababu wao wapo kwenye asli. Al-aslu fil ashya al-hil au al-ibaha. Asli ambao wako nayo ni kwamba asli kwenye vitu ni ibaha, ni kuhalalishwa mpaka ije dalili ya kuharamisha. Kwa hiyo hao maulama wanaojuzisha taswir hawaombi dalili, kwa sababu wao wako kwenye asli. Hapo kuna maneno mengi sana ya kuyaongea, lakini tutafanya ikhtisar. Majawabu kwa maneno haya tutajibu kwa wajihi 4 biidhnillah taala. Wajihi wa kwanza, hebu tunaomba tutajiwe hao maulama ambao wao wamezungumza kwamba wapo kwenye asli katika masala haya. Hao maulama ni kina nani? Hao waliosema hivyo kwamba sisi tupo kwenye asli, msituombe dalili, ni maulama gani? Ni kina nani hao? Wajihi wa pili dhidi ya maneno haya ya kujikalifisha na kujaribu kupindua ukweli na uhalisia na maneno yenye hoja ndani yake, tunasema kwamba kaida hii ulioitumia kwamba al-asl fil ashya al-hil au al-ibaha, asli kwenye vitu ni kuwa vitu hivyo ni halali, vitu vyote ni halali, hilo asili yake. Ukimaanisha kwamba na taswiri pia asili yake ni halali, taswiri za kisasa asili yake ni halali, taswiri za photograph asili yake ni halali. Mtuletee dalili inayotaja taswiri za photograph hizi ni haram, ama hao waliohalalisha wao katika asili. Kaida hii ni kaida ambayo ni darija, kaida ambayo inatumika katika ndimi za ulama, ndimi za watu. Lakini kaida hii tunataka tukuambie na tukujuze pia kwamba kaida hii imekosolewa kwa sigha hii. Al-allamatu al-usuli Abdullah al-Ghudayyan rahmatullahi ta'ala alayhi asema hadhihi qaidatu ad-darija ala al-sunnati an-nas. Qaida hii ya al-asl fi al-ashya al-hil au al-ibaha ambayo inapita katika ndimi za watu, ghalatun laysa bisahih. Qaida hii kwa sigha hii ni makosa, sio sawa. Wasahih sawa ni kusema ayuqal al-asl fi al-manafi' al-ibaha, asli kwenye vitu vyenye manufaa, asli kwenye vitu au al-ashya al-muntafi'a, asli kwenye vitu vyenye kuleta manufaa ndio al-ibaha. Wal aslu fil madhar at-tahrim, na asli kwenye vitu ambavyo vina madhara ndani yake ni kuharamishwa mpaka ije dalili ya kuvuliwa au dharura. Huu ndio usahihi wa kaida hii, kwa sababu wewe umetumia kawaid za kiusuli kwa ajili ya kuhalalisha jambo hili, haukutaka kutumia nasi na dalili, kunukuu fatawa za ulama zilizoambatana na adilla, ukaona utumie kawaid kujikalifisha kwa sura hiyo. Basi sisi tunakuambia pia kaida hii imezoeleka kwa watu, lakini ukichunguza kwa kina utakuta kaida hii ni kama alivyosema al-Allama al-Ghudayyan rahmatullahi ta'ala alayhi, asili kwenye vitu vyenye manufaa ndio al-hil. Hapa kuna namna ya kuzungumza na adilla zake hizo ambazo umezitumia wewe na ziko nyinginezo, lakini si mahala pake, ila tumekukumbusha kwa sababu umeitaja kaida hii kwa lengo la
kuhalalisha taswiri za kisasa hizo photograph. Sasa ikiwa kaida hii imejengwa kwa sura hiyo kwamba al-asl fi al-ashya' al-muntafi'a au al-asl fi al-manafi', asli kwenye vitu vyenye manufaa ni ibaha na asli kwenye vitu vyenye madhara ni tahrim, tutarudi pale pale kutizama, je, taswiri za zamani, taswiri za kisasa, mujassama, zisoko mujassama, mutaharrik, ghairi mutaharrik, za kuchora, za anaht na za kufotoa kwa kutumia ala, je, asili yake hizo kitizama zina manufaa ndani yake au zina madhara ndani yake? Kwa ujumla wa hadithi zilizokuja zikitaja kwamba kwenye masala haya ya taswiri kuna madhara yapo ndani yake. Kwa hiyo unaona pia kaida hii itakuja kugeuka, wewe itakuja kugeuka. Ndio maana Sheikh Al-Albani katika kutaja maneno yake ameeleza katika ila za kuharamisha taswiri, si ila moja ya kwamba al-mudaha, kufananisha na uumbaji wa Allah, bali kuna sadd lidhari'a, kuna kuzuia mianya ya kurudi jahilia. Picha zikiwepo, zikipigwa picha nyinginezo ni za mashekhe na maulama, zikawekwa kwenye kuta kwa sababu zimetolewa kwa vifaa vya kisasa, baada ya muda watu wakaja wakawatukuza wale watu, tofauti na kama leo ingekuwa hakuna zile picha. Kwa sababu hata kipindi cha Nuh alayhi salam, yale yaliyotokea katika kipindi hicho na baadaye kabisa katika jahilia, ni karne zimepita, athari ya zile tasawiri ikaja ikadhihiri baadaye kabisa. Ndio sadda lidhari'a, si mudahati peke yake. Kwa hiyo kuna madhara katika masuala haya ya taswiri. Huu ni wajibu wa pili katika majawabu kwenye maneno haya. Wajibu wa tatu tutasema kwamba asili kwenye taswiri za photograph, asili kwenye taswiri zisizokuwa za photograph, za kuchonga, za kuchora na taswiri za photograph, asili ndani yake ni uharamu, kwa sababu kuna nasi ndani yake ambayo inaashiria kwamba taswiri kwa aina zake zote ni haramu. Kullu musawwirin fi an-nar, na kullu hii ni kullu kulliya, kullu hii ni kullu kulliya. Kwa asli kwenye taswiri zote ni at-tahrim. Sasa wewe usiseme asli fil ashya al-ibaha, kwamba wale maulama waliohalalisha wako kwenye asli, kuna asli fil ashya al-ibaha. Tunasema asli ya taswiri ni at-tahrim, kwa sababu hii pia sababu ya kuwepo dalili zenye kuharamisha taswiri, na hadithi zilizotajwa hapa zinataja kwa ujumla kullu musawwirin fi an-nar, lakini pia ziko hadithi ambazo tutastaja hapa chini. Ndio maana al-Allama Salih al-Fawzan katika kitabu chake cha I'anatul Mustafid tulinukuu maneno yake akisema kuhusiana na hadithi hii ya Ibn Abbas. Tairudia hapa ili watu waweze kuelewa. Kama wenye kufuata hawa za nafsi zao hawatoelewa kwa sababu ya hilo, basi sisi tuelimishe umma. Sheikh anasema kullu musawwirin hadha yashmalu jami'a anwa'i suwar, neno hili linakusanya aina zote za taswir, aina zote za taswir, sawa'an kana nahtan wa timthalan, sawa sawa ni taswir, sawa sawa ni mapicha yale ya kuchora au masanamu. Wa huwa ma yusammunahu mujassaman, wanayoita ya viwiliwili, au kana rasman ala waraqin, au ya kuchora kwenye karatasi, taswiri za kuchora kwenye karatasi, au ala lawhatin, au kwenye ubao, au ala judran, au kwenye kuta, au kana iltiqatan bil alati alfotografia, au zikawa ni picha za kuzichukua kwa vifaa vya photograph vya kisasa, alati hadathat akhiran, vilivyozuka sasa hivi mwishoni. Hizo pia zaingia kwenye kullu musawwirin fi an-nar, ambazo wewe umekuja na utaratibu wa kuzivua hizi kwa ujumla wake, ukahalalisha taswiri
za photograph zote. Mwanzo ilikuwa ni tofauti, lakini sasa hivi umezungumza vingine walivyokuwa mashehe na maduati, sababu wao walikuwa wanaamini kwamba na maukifu yao kama taswiri hizi zinaingia katika uharamu. Lakini sasa hivi imekuja kuzungumzia sasa uhalali wa taswiri za photograph kwa ujumla, taswiri ambazo si za mujassam na si za nahti, muda wa kuwa si za kuchonga na kuchora, zingine zote hizi zinaingia katika uhalali. Wafilu yusamma taswiran, na kitendo hicho kinaitwa taswir. Fama alladhi yukhrij at-taswira al-fotografi kama yazum ba'dhum, ni kitu gani kinastoa picha za photograph kwenye nasi hii kama wanaodhani baadhi? Na sitofahamu kwamba kullu ni katika alfadhul umum, mpaka ije nasi ya kuvua kama ilivyokuja kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha ni haram. Sawa sawa ni pombe ilikuwa kipindi hicho au ambayo haikuwepo kipindi hicho. Sawa sawa ni pombe yatengenezwa kama ilikuwa kitengeneza kipindi chao au za kutengeneza na mashine sasa hivi. Lakini pia hadithi imesema kullu bid'atin dalala, sawa sawa ni bid'a ilikuwa kipindi kile au ya sasa. Ndio lafzi ya umumi inakuja hivi. Lakini pia shekha akasema ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله. na yajulikana maneno ya Allah na mtume wake haifai kuyahusisha illa kwa dalili katika maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, la biijtihadati albashar, si kwa ijtihadi za watu, wa takharrusati albashar, na vipimo vya watu, wa falsafati albashar, na falsafa za watu. Hadha mardudun ala sahibihi, ijtihadi hiyo inarejeshwa kwa mwenyewe. Wa hadha maarufu min usul alhadith wa usul altafsir, akaeleza anna al-aam la yukhassis illa bidalil wa la yukhassis al-aam biijtihadati min an-nas yaqulunaha. Lafdhi ya aam kullu haihusishwi ila kwa dalili, si kwa ijtihadi za watu wanaozisema. Hadhi qaidatu musallamatun mujma'un 'alayha, hiyo ndio qaida salama wamefikiana maulama juu yake. Kisha akasema fama balu mtaghibu anhum hadhihi alqaida, maana tumesema kule nyuma, lakini wacha tuarudie sababu kuna maana nataka niba, lakini nitakuja baadaye nitakasoma hapa. Asema fama balu mtaghibu anhum hadhihi alqaida wa yaquluna inna at-taswira bil ala, wana nini wao inaghibu kwa wao qaida hii, alafu wakawa wanasema kwamba hakika taswir bil ala alfotografia, kusawirisha kwa ala hizi za fotografi za kisasa, la yadkhul fil mamnu, kwamba hakuingii katika vilivyozuiliwa ila akhirih. Kullu hadha kalamun farighun la qimata lahu inda ahli alilm, haya yote ni maneno meupe tu makavu matupu, hayazingatiwi kwa ahli alilmi wa inda alusuliyin, na hao usuliyin ambao wewe unawataja. القواعد الأصولية تأبى هذا كله, kanuni za kiusuli alfiqhi zinakataa mlengo huo wote. Hum yaarifuna hadha, walakin subhanallah alhawa walmughalata ahyanan yudhhibani bisahibihima madhhaban ba'ida. Kisha akaelezea kusema kullu musawwirin fi nar, wa yati fulani yaqulu la almusawwir fotografi laysa fi nar. Mtume anasema kullu musawwirin fi nar, anakuja fulani anasema la, hizi haziingii katika za photograph, haziingii huko. Maneno haya wazi kabisa. Na al-Imam Ahmad ametaja hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu akisema naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an as-suwar fi al-bayt, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuweka sura picha katika majumba. Wanaha ar-rajula ayasna dhalik, na amemkataza mtu atengeneze sura. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara Umar radhiyallahu ta'ala anhu zaman al-fath, alimwamrisha Umar radhiyallahu anhu kipindi cha fathi Makkah. Wa huwa bil Batha, naye Umar akiwa na msalama sehemu za Batha, ayati al-Kaaba,
aiende al-Kaaba fayamhu kulla suratin fiha, akafute sura zote ambazo zipo kwenye al-Kaaba. Wala yadkhul al-baita, na wala hakuingia nyumba hata muhiyat kullu suratin, mpaka zikafutwa sura zote. Hapa tulisema pia tukanukuu maneno Sheikh Mukbil kwenye kitabu chake cha hukmu taswiri dhawati al-arwah, wa fi hadha dalilun ala umumi tahrimi as-suwar, na katika hadithi hii ni dalili juu ya kuenea uharamu wa sura zote. Lianna al-mahwa la yakunu lilmujassam, kwa sababu kufuta haiwi katika sura na picha ambazo zimechongwa masanamu, bal al-kasr, hizo huvunjwa. Lakini imethibiti pia kwa lafzi faballa Umar radhiyallahu ta'ala anhu thawban wa mahaha bihi, akalowanisha Umar nguo kwenye maji akafuta nayo, kuonesha kwamba ile picha ni ya nahti, kwa ni picha ya kuchora. Kadhalika Sheikh akaeleza katika kitabu chake hicho ad-dalilu ala tahrim umumi suwar dhawati al-arwah, dalili zinazotaja uharamu wa sura zote zenye roho, uharamu wa taswiri dhawati al-arwah. Lakini pia akataja hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, asema qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, alikuja mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka safarini. Waqad satartu biqiramin li ala sahwatin, na nilikuwa nimestiri kwa pazia langu mimi kwenye upande wa ukuta. Li fiha tamathil, ambalo hilo pazia lina masanamu yaliyochorwa pale. Falamma raahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipoliona lile pazia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hatakahu, akalivuta lile pazia na akaliondosha. Waqala, akasema ashaddu an-nas adhaban yawm al-qiyama, wenye adhabu kali ya watu siku ya kiyama, alladhina yudahuna bi khalqillah, ni wale wanaofananisha na uumbaji wa Allah Ta'ala. Kwa hiyo ni picha zilipo kwenye mapazia zimechorwa, si za masanamu. Alipotaja hivi akaja akasema watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wale wanaofananisha na uumbaji wa Allah, kwa maana hata hizo zinaingia katika mudahati bi khalqillah, zinaingia kwenye kufananisha na uumbaji wa Allah Ta'ala, hizo za kuchora pia. Kuna maelezo nitataja hapa mbele nisiyawaishe. Na imekuja katika lafzi nyingine wa'allaqtu dhurnukan fihi tamathil, Aisha sema nilikuwa nimetundika pazia. Dhurnuk al-Hafidh anasema thawbun ghalib lahu khamrun idha furisha fa huwa busaq wa idha ulqa fa huwa sitar au sitron. Kwa hiyo ni pazia zito, nilikuwa nimetundika pazia zito lenye masanamu. Na katika lafzi nyingine thumma tanawala as-sitra fahataka, kisha akalishika lile pazia akalivuta akalitoa pale. Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi alipelekewa kitabu cha al-Allama Mahmud bin Abdullah Tuwaijiri kiitwacho Ilanun Nakir. Ilanun Nakir, alipofanyia takdimu kitabu hiki, yani kitabu inaitwa, takuja baada hapo mbele, tangazo la kupinga vikali masala ya taswiri. Sheikh bin Baz akichukua kile kitabu akifanyia takdimu, akakisifu thanaan atif, akakisifu sana, lakini akazungumza maneno, akayaandika maneno yafuatayo: wala qad ghalita ghalatan fahishan man farraqa baina at-taswir ash-shamsi wa at-taswir an-nahti, na kwa hakika amekosea kukosea kubaya ambaye anatofautisha kati ya taswiri za ash-shamsi, za photography hizi. Sababu mwanzo ilikuwa zikiitwa taswiri ash-shamsi, sababu ilikuwa ukitaka kupiga picha mpaka usimame kwenye jua, huwezi kanasibishwa na kitendo hicho, taswiri za photography za ala. Kwa hiyo kwa hakika amekosea mwenye kukosea tena vibaya aliyetofautisha kati ya taswiri za ashamsi za photograph
na taswiri za kuchora. Lianna nususa aam, kwa sababu dalili zinashamiri na zinaenea kullu musawwirin fi an-nar. Angalia mtiririko wa ahlul ilm